Huyo demu pia ni kama ako na kasoro. Mahali alienda Saudi, akarudi after 2 months, akakuja Lebanon bila wazazi kujua. Ndio hiyo amegenya mtu. Pia Saudi alienda bila kuambia familia. In case you are seeing me for the very first time, my name is Delakbam Deborah Anchoka. I'm an ex-housemaid of Saudi Arabia. I create awareness on what happens in the Middle East. Sometimes I do help those domestic workers who are stuck in the Middle East. If you're facing any challenge, you can just reach me out. My number is on my bio. Or you can get me on my Facebook page, Delakbam Deborah Anchoka, the verified page. We have many people using that, Delakbam Deborah Anchoka. But mine has a blue tick. You can reach out to me through Messenger. But I don't chat on Messenger. I just give you my number. We chat on WhatsApp. So, wacha nijaribu kuelezea na Kiswahili kila mtu aelewe. Huyu mwanadada amecomment kwa video nilifanya jana kuhusu ule msichana inasemekana aliua bosi wake. Alikuwa anachunga mzee huko Lebanon. Watu wamemtaja jina kwa comment section. But unajua ni vizuri nikishare hii information, it doesn't mean like inatetea Mwarabu. For those people who know me very well, si ati inatetea Mwarabu. Mine is just to create awareness and just update on what is happening. It is for you to decide on which side to lie. Which side are you going to lie? Is it your boss's side or your maid's side? That one depends. But for me, I'll just share the information the way it is. You decide. So mwanadada wanasema alikuwa Saudi 2 months. Akatoka Saudi, akaenda Lebanon. By the way, most of the people wenye wanaenda Lebanon ni ma ex-Gulf. Most of percentage kubwa. So mtu anaenda Saudi anakaa, maisha inakuwa ngumu. I have my friends wenye tulikuwa na wao Sudan. They went to Lebanon, most of them. Like, unaona tu kama uko na passport uende uhustle. So huyu msichana alienda Saudi Arabia akakaa miezi 2. Akarudi Kenya, then akaenda Lebanon. Huyu anasema kuambia familia yake pia, but kuna watu hawaambiangi familia. Pia mimi si kuambianga familia yangu nikienda Saudi Arabia. So sasa tuangalie hivi. Tuangalie tu vizuri, like tujaribu kuongea kama watu wa kawaida. Unajua hao watu, tuseme ukweli, ukiona mchanga ya Gulf imekukataa, sometimes watu wanasema ikiwa ya Saudi imekukataa, unaweza jaribu Lebanon. Unaweza jaribu nchi nyingine. But sasa huyo msichana amekaa 2 months Saudi, akarudi. Angalia deeper. Sometimes unaweza fikiria huyo msichana ako sawa, upata yuko sawa vile mwenzetu amesema anaweza kuwa kuna kasoro. Hao watu wako na mambo mengi. Mtu amechukua hiyo pesa yake, na unajua agents they overcharge them. Umefika pale, umemaliza 2 months, umerudi. Kusema sasa hiyo mchanga ya Saudi imenikataa, acha niende Lebanon. Kufika Lebanon, akakaribishwa mahali penye alikuwa anachunga huyo mtu, huyo elderly person. Kuna elderly person watakupiga hata wewe. But haimaanishi kuwa akikupiga utampiga, because kulingana na condition yao. Maybe mtu ni mgonjwa. Sasa this lady, she just confessed. Akasema ameua. Like ni kitu hakuamini kama itafanyika. Hii mambo ya kufinya watu, unafinya mtu, unamslap, unampiga mtu mgonjwa. Then nilikuwa naambia watu, some people their days are numbered. So maybe hakujua, maybe ati nikimpiga atakufa. Maybe this is something amekuwa akifanya tu kumtuliza. Like unaweza chapa mtu anyamaze, sijui. I can't tell. But mimi, ile advice naweza kupatia watu, ukiona umewekwa hata kwa mtoto mwenye ako physically challenged, na maybe wale wengine wa autism, mtoto anakupiga, ukiona like utawezana, usikae kwa hiyo nyumba. You save your life, you save other person's life. That is what I'm saying. Kuwa ukiona haitawezekana, usifanye kazi. And I'm just telling you, wale wasichana wetu wenye wanafanya kazi Lebanon saizi,
unaona kitu kama hiyo imevuma kila mahali, so watajua tu Wakenya, Mkenya anaweza kukuua. Maybe hautajua vile watasema, lakini imeleta picha mbaya. So my advice, ukiona uko na mahali penye maybe unachunga mgonjwa, you are not comfortable, you have a right of saying that you will not work. Kuna wengine hawatataka uende juu maybe wewe ndio umeweza kuchukua role mzuri kwa huyo mgonjwa. But ukiona vitu zingine zitakutia mashakani, afadhali uache kufanya. Simple advice. Uache tu kufanya, useme mimi siwezi sitaweza kuchunga mgonjwa. Kuna wengine wanalazimishwa hadi unaonyeshwa vile unafaa kumdunga shindano. And you have not trained. So it is better ukatae, ushinda ukae pale, ileta shida baadaye. Sijui kama tuko pamoja. Nimeona watu wanasema, nyinyi waacheni kutetea Waarabu. But sasa ikiwa hutaki kwenda kupigana kwa mtu mwenye amekupea kazi, na si ubaki nyumbani. There's no harm of remaining back in your country. You can make flowers from anywhere. That is what I know. Kushinda unaona sasa ikiletwa shida kama hii, mtu anasema amefanya vizuri, but this is somebody's life we are talking about. Hata sisi watu wetu wanauawa sana, wengi tumelia siku zote hapo kwa mtandao, but that does not give you a chance ya kumaliza mwingine ama ya kuchapa. Usichape mgonjwa, usichape mzee. Hawa wazee pia wanakuanga wako na shida zao za kusahau pia. Mtu anaweza kukufanyia mambo mpaka useme ai, huyu anafaa kutandikwa kidogo. Ikiwa uko na hiyo nguvu ya kutandika mtu, wewe baki nyumbani. Hiyo ndio nitazidi kuambia. Na watu walikuwa wanauliza kama familia yake inajua. Familia yake inajua vizuri, agent wake anajua vizuri. But sasa unajua hiyo iko kwa mikono ya serikali. Unaona? Hatujui atahukumiwa kwa muda gani, lakini bado wako kwa jela. Mtaenda tu comment section muone tu, people have been mentioning her name, but for me I'm just delivering the information so that watu wakuwe very careful. Ukiona uko na tatizo, hata kama uko Lebanon na you are facing a challenge, reach out to me. Mimi nitajaribu penye naweza, nione kama utapata msaada, na kama uko na case genuine, so that afadhali preventive is better than cure wanasema. Ukiona ni kubaya, jitoe mapema. Usitumie nguvu zako kupigana. That is what I'm telling everyone mwenye anafanya kazi Gulf. It's just a free advice. Thank you.